Karibu baba. Asante Janet. Janet, hivi kwa nini umechagua kuishi maisha haya? Hivi ni kitu gani ambacho ulikihitaji kwangu na mimi sikukupa? Kumbuka wewe ni binti yangu. Binti yangu mimi. Mimi nilipokuwa kijana nilipambana sana ili kutengeneza maisha yangu, ili nyinyi watoto wangu mje muishi vizuri. Lakini nasikitika sana kukuta binti yangu naishi maisha kama haya. Baba, naomba unisamehe sana kwa maamuzi yangu. Najua ulifanya makosa. Mimi nimekusamehe. Lakini itabidi utoe hiyo mimba. Alafu urudi nyumbani. Kama ni mwanaume, mimi nitakutafutia mwanaume mzuri, mwenye pesa, mwenye maisha mazuri. Kuliko maisha hayo uliochagua. Hebu angalia. Umeacha kitanda kizuri nyumbani, umekuja kulala hapa. Lakini baba, sijui kwa nini unamchukia sana Patrick. Nimechagua kuishi na Patrick kwa sababu ndo mwanaume anayenipenda. Unasema utanitafutia mwanaume tajiri na mwenye pesa. Je, ni vipi huyo mwanaume asiponipa furaha? Nipo hapa kwa Patrick kwa sababu ni mwanaume pekee anayenipa furaha na amani. Ina maana ulipokuwa kule nyumbani ulikuwa upati amani, sio? Na hapa ulipokuja ndio unapata amani. Sitaki kuyakumbuka hayo. Unadhani ni rahisi kiasi hicho? Unapoanzisha mashindano, hakikisha unamaliza. Na sio kumaliza tu. Hakikisha unashinda. Sababu usiposhinda, yule atakayeshinda utarudi kwake na kumpigia magoti. Janet, hakuna kitakachobadilika. Baba, najua ni kiasi gani una nguvu. Lakini hii haina maana kwamba unaweza kuwa mshindi wakati wote. Baba, naomba uniache na maisha yangu. Sawa. Mimi nilikuja ili kukupa nafasi nyingine. Lakini umekataa. Mimi naondoka. Ila kumbuka, ni kweli amani ni bora kuliko pesa. Lakini wakati mwingine inabidi utafute pesa ili kutunza amani. Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha maana utonielewa. Nifanye siria, siria, Nakuchukia sana. Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha maana utonielewa. Nifanye siria, siria.
Ni siri. Anaendeleaje? Kwa sasa hivi naona anaendelea vizuri. Au jambo? Sijambo. Shikamoo. Marahaba. Vipi, zile dawa zimemsaidia? Ndiyo, zimemsaidia. Naona sasa hivi amepunguza kabisa kualisha. Ni kweli, cha msingi ni kuwa makini na watoto, maana saizi magonjwa ni mengi sana. Asante sana, nashukuru kwa msaada wako. Ujue mbali na kuuza duka la madawa, taaluma yangu mimi ni dokta. Hongera sana. Asante. Na pia ni wajibu wangu kuja kumuona mgonjwa wangu. Asante. Ila samani, naweza nikakuuliza swali? Uliza tu. Vipi kuhusu baba huyu mtoto? Maana huyu mtoto ni mdogo sana na anahitajika malezi ya baba na mama. Mimi nadhani usio wakati sahihi wa kuzungumzia hili jambo. Samani, sikuuliza kwa nia mbaya. Shika hii pesa. Itakusaidia kwa vitu vidogo vidogo vya mtoto. Maana mtoto akiwa katika hii hali anahitajika sana kula vitu laini. Shika, usiwaze. Asante. Mwambie yangu asante. Asante. Usijali yangu, utapona sawa? Bebe, kumbuka kumpa dawa. Ni siri. Ni siri. Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni. Umekasirika? Ndiyo. Kwa sababu mama mwisho alinifukuza kwa kama mbwa. Lakini sikuwa na maana mbaya. Nilihitaji kujua wewe ni mwanamke wa aina gani. Kwani uliamua kutumia njia hiyo? Kwa sababu nilikuwa nahitaji kujua kama wewe ni mwanamke sahihi ama sio sahihi. Sawa. Umepata ambacho kwa kitafuta? Ndiyo, na ndio maana niko hapa. Lakini Diana, naomba unisamehe kwa kilichotokea mara ya mwisho. Sawa. Lakini hata hivyo nilikuogopa sana. Yaani mpaka kuja hapa nimejikaza tu. Lakini umekuja. Ndiyo. Kwa sababu nakupenda. Diana, ujue ni mwanamke mzuri. Sikuwa na lengo la kukuumiza. Mimi nilikuwa nahitaji kuthibitisha kama uzuri wako na tabia yako vinaendana. Vipi kama ile siku ningekubali kulala na wewe? Nadhani mpaka sasa tusingekuwa hapa. Kona. Naomba kwa wakati mwingine usifanye kama vile. Maana mimi naogopa sana mtu akiniongea sauti ya juu. Nakuahidi haitojirudia tena. Sawa. Je? Diana, una message kwenye simu yako? Yeah, zipo. Unaweza kaniazima nimtumie mtu ujumbe? Okay, mna shida. Okay, shukrani. Haujaweka hata password? Kwa sababu sina kitu cha kuficha. Kweli? Ndiyo.
nafikiri atakuwa mpata ujumbe wangu. Sawa. Sasa ungependa kupata nini mdau? Mimi niko sawa. Uko sawa, afu unasikia unacheka. Umesikia cha kupata unacheka. Sema. Niko sawa, labda kwa wakati mwingine. Kweli? Yeah. Hapana, nadhani mdau. Hivi Janet, mke wangu, mimi nikuulize swali moja, maana kuna jambo linanichanganya kweli yani. Hivi, kwa nini ukiwa unaenda kuomba kazi wanauliza kwamba umeoa au umeolewa? Endapo tu ukasema ndio, kazi upate. Hapo inafuatana na kazi uliyoomba. Kuna kazi zingine mtu aliyeoa au aliyeolewa hawezi kufanya. Kazi gani hiyo? Zipo nyingi. Mfano kazi ya baa. Sio kama ni kazi mbaya, lakini mwanaume au mwanamke aliyeolewa hawezi kufanya kwa sababu inaweza ikahatarisha ndoa yake. Na sidhani kama kuna mwanamke anaweza kukubali mume wake afanye kazi baa au mwanaume akakubali mwanamke wake afanye kazi baa. Sasa hapo inakuwa na maana gani? Kwa sababu mimi ninachofahamu, kazi yoyote ni utayari wa mtu tu. Ni kweli upo sahihi, lakini dunia ya sasa imekuwa na mambo mengi. Sijui kama ni kweli au sio kweli, kwa sababu mimi sijai kufanya hivyo. Unajua kuna watu wengine wanaenda kwa waganga ili wapate utajiri. Kwa hiyo waganga wanawapa masharti. Haupaswi kumpa mtu kazi ambaye ameolewa au ameoa. Ndio maana wanakuuliza kabla hawajakupa kazi. Mbona kazi tunayo sasa? Kwa hiyo mtu ukiwa umeoa tu, kazi upati. Vipi kwani? Ulienda kuomba kazi? Wakakuuliza hivyo? Ndio. Na kote wanasema hivyo hivyo. Na wewe uliwajibuje? Kama ningesema sijaoa, ina maana sasa hizi tungekuwa tunaishi maisha mazuri na tunakula vizuri huko ndani. Kwa hiyo Patrick, mtu akikuuliza kama umeoa, unaweza ukakataa wakati tunaishi na mimi huko ndani? Alafu Patrick, kama utojali, kuna swali nitaka nikuulize. Hivi umeoa? Sijaoa, bado sijaoa. Kama ningekuwa sikupendi, ningekuwa tayari nimefanya hivyo. Sijuti kukuchagua Patrick wangu. Ni ya kweli hayo. Kweli. Alafu Janet, wewe kila siku unasema nikune mba. Mimi mbona natoka nazaliwa mpaka saa hizi sijawahi kuna hizo mba, lakini naishi fresh tu. Sasa wewe mzangu vipi? Sasa wewe si unaoga kila siku kichwani? Kuoga? Si tunaoga wote hao? Nione. Nikune hapo. Doka. Shikao baba. Marhaba, ujambo? Sijambo. Pole, nasikia uko unaumwa. Asante. Pole sana mwanangu. Umekula nini mwanangu? Nimekula wali, anko amenipa hela. Anko? Basi mwanangu, sawa? Kacheze kapumzike. Muone matokeo yake. Unafundisha nini mtoto? Yaani Lecho, umeona ya kutembea na wanaume huku umeona itoshi. Paka walete hapa ndani. Mtoto ashuhudie. Unampandikiza nini huyu mtoto? Sikia nikwambie Lecho. Akili yangu naifahamu vizuri. Hichi kitu ambacho nakifanya juu ya mtoto wangu sipendi. Na sitaki kijirudie. Utaita wangapi hapa ndani? Denise, samahani. Naomba tusigombane. Wanda unifahamu. Unijui, si ndio? Sikia nikwambie. Hichi kitu ambacho unakifanya una force kabisa kugombana na mimi. Sawa? Iwe mwanzo na mwisho kuwaleta wanaume hapa ndani. Na kama unataka wanaume, nenda ukafanye mbali, sio mbele ya mtoto wangu.
hichi kitu unachokifanya ni kumharibia mwanangu. Kila mtu ambaye unamleta hapa anamuita hanko kichwani mwake anaanza kujengia kila hanko anayekuja hapa ni baba yake. Na vipi kuhusu mimi? Sipendi. Narudia kuambia tena sipendi. Tutakorofishana. Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Nifanye siria